Kwanza kabisa lazima tufahamu ya kwamba watoto ni neema. Watoto ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni neema kubwa na ni zawadi tukufu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watoto ni katika jumla ya neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemeshea waja wake, neema ambayo inawajibisha kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Pale mtu atakapopata watoto, basi ni wajibu juu yake kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kuwachunga watoto wake na kuwahifadhi, kwani watoto ni thamaratul fuad, ni tunda la moyo, wa imadu dhahar, na ni tegemeo la maisha, wa zinatul hayati dunya, na watoto ni pambo la maisha ya dunia. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Kahfi akieleza kuwa watoto ni katika pambo miongoni mwa mapambo ya maisha haya ya dunia, anasema almalu walbanuna zinatul hayati dunya. Hizi mali ambazo tunazimiliki na watoto hawa tulionao ni pambo la maisha ya dunia. Kwa maana yule aliyepewa mali amepewa pambo kwenye maisha yake ya dunia, na yule aliyepewa watoto kadhalika amepewa pambo katika maisha yake ya dunia. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Furqan ametaja, akiwataja waja wake waumini, waja wake wema waliokuwa wabora, namna walivyokuwa wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala kuwapa kizazi kilichokuwa chema. Anasema Allah subhanahu, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama. Waja wake Allah subhanahu wa ta'ala waliotangulia walikuwa wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwambia, ewe Mola wetu, tunakuomba utupe sisi kutoka kwa wake zetu, utupe kizazi kilichokuwa chema, kizazi kilichokuwa kizuri ambacho kitakuwa ni pambo la macho yetu, na utufanye sisi tuwe ni viongozi kwa wacha Mungu. Ni dua ya watu wema, walikuwa wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala awape kizazi kilichokuwa kizuri, kizazi kilichokuwa chema. Hivyo na sisi hatuna budi kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe kizazi kilichokuwa chema, kizazi ambacho kitaisimamia dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Uislamu umekariri fi ghairi ma aya, katika isiyokuwa aya moja, katika sehemu nyingi, wa fi ghairi ma hadith, na katika hadithi isiyokuwa moja, umekariri Uislamu kwa kutaja haki mbalimbali za watoto kabla hazijajitokeza zile jumuiyati ambazo zinatangaza kuwa zinasimamia haki za wanadamu. Uislamu tayari umeshatangaza tangu kwamba utasimamia haki za watoto. Pale Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema katika hadithi, wa inna liwaladika alayka haqqan, na hakika watoto wako wana haki juu yako wewe. Yani wewe una haki kwa watoto wako ya kuwachunga, una haki kwa watoto wako ya kuwalea malezi ya Kiislamu. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine anasema, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, nyinyi wote ni wachunga na ninyi wote ni wenye kuulizwa juu ya kile ambacho mmepewa kukichunga. Warrajulu fi ahlihi ra'in, na mwanaume kwenye familia yake ni mchunga. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, na yeye ni mwenye kuulizwa kuhusiana na wachunga wake. Wale aliopewa kuwachunga ataulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun, na mwanamke katika nyumba ya mumewe ni mchunga. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, na yeye mwanamke ataulizwa kuhusiana na kile ambacho amepewa kukichunga na Allah subhanahu wa ta'ala katika nyumba ya mume wake. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine anasema,
inna Allaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuuliza kila mchunga kuhusiana na kile ambacho amempa akichunge. Ahafidha dhalika am dayya, alikihifadhi hicho alichopewa kukichunga au alikipoteza, hakukihifadhi, hakukitunza. Hilo kila mmoja katika sisi ataenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uislamu umedhamini haki za watoto kabla wiladatihi, kabla ya kuzaliwa kwake. Kabla ya kuzaliwa mtoto tayari Uislamu umedhamini haki na kuitazama haki ya mtoto. Bidayatan min husni ikhtiyari al-ummi salihah, mwanzo kuanzia kuchagua mama aliyekuwa mwema. Uislamu ukasema atakapotaka mtu kuoa basi atazame mwanamke aliyekuwa mwema, atazame mwanamke mzuri katika dini yake, ambaye ataweza kukisimamia kizazi chake vizuri katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Uislamu ukatilia umuhimu kumtilia mtoto umuhimu katika hali ya ujauzito wake, kadhalika kuhifadhi haki zake katika uhai wake. Ukaharamisha jambo la kutoa mimba, jambo la kuharibu mimba likawa ni jambo la haramu katika Uislamu. Ukaharamisha jambo la kutoa mimba kwa sababu ya kuchunga haki ya mtoto. Kadhalika Uislamu ukaruhusu kufungua mwanamke mjamzito katika hali ya kufunga kwake mwezi wa Ramadhani, rukhsatan laha, ikawa ni rukhsa hiyo kwake yeye kwa ajili ya kuchunga haki ya yule mtoto ambaye yuko katika tumbo. Kadhalika Uislamu ukawajibisha dia kwa yule ambaye atakayemuua mtoto alipe dia. Kadhalika Uislamu ukasimamisha haddi, asipewe haddi mwanamke ambaye ni mzinifu aliyezini mpaka pale ambapo atakapozaa mtoto wake na mtoto wake akawa amenyonya, amefikia umri mzuri wa kukamilisha kunyonya kwake, ndio ifanyike haddi ya yeye ya kuzini. Hii yote kwa ajili ya kuchunga haki ya mtoto. Lakini pia baada ya kuzaliwa kwake Uislamu ukaendelea kuchunga haki za mtoto huyu, kwa mzazi wa mtoto huyu kutoa bishara njema pale atakapofika mtoto wake, atakapozaliwa mtoto wake, basi atoe bishara njema, awaambie jamaa zake, awaambie ndugu zake, awaambie marafiki zake, kama alivyofanya ndugu yetu Munawwar, akatoa taarifa kwa kila mmoja. Kama mnavyoona hapa kuna aljam'ul hudhur, watu wengi wamehudhuria hapa kwa sababu ya taarifa ambayo alitupa ndugu yetu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameniruzuku mtoto. Hii ni haki ya Uislamu. Uislamu umechunga haki hii kwa mtoto. Kadhalika wataadhinu fi udhuni, kumwadhinia mtoto kwenye sikio lake pale atakapozaliwa. Katika haki za mtoto ni kumtolea adhana katika sikio lake la kulia. Kadhalika wastihbabi tahnikihi, na Uislamu ukafanya ni sunna kumfanyia tahniki mtoto. Uislamu ukafanya ni sunna pale mtoto anapozaliwa, baada taadhini, baada ya kumwadhinia, basi kumfanyia tahniki, kumpa tende, kula sehemu ya tende katika matemate, kisha kumlisha yule mtoto. Kadhalika Uislamu ukampa haki mtoto ya kujinasibisha kwa baba yake, asinasibishwe mtoto huyo kwa mtu mwingine yoyote, anasibishwe kwa baba yake. Kadhalika Uislamu ukampa haki mtoto wa kuchagua jina zuri, mtoto apewe jina zuri. Lakini kadhalika katika haki Uislamu ukampa mtoto haki ya kufanyiwa aqiqa, kuchinjiwa mnyama, ambalo ndio tukio limetukusanya sote sisi hapa. Kadhalika Uislamu ukafundisha halqu sha'ri ra'sihi, kunyoa nywele za kichwa chake. Mtoto anatakiwa anyolewe nywele za kichwa chake ile siku ya 7. Kadhalika watasadduqi biwaznihi, na kumtolea sadaka kwa uzito wa nywele zake. Kadhalika kumfanyia khitan, kutahiriwa. Kadhalika kukamilisha ar-radha'a, kukamilisha kunyonyesha, mtoto anyonyeshwe mpaka ukamilike ule umri wa kunyonya. Kadhalika al-hadana, mtoto apate malezi yaliyokuwa mazuri. Wal-infaqi alayhi, kadhalika kumtolea sadaka mtoto. Wal-adli bainahu wa baina ikhwanihi, na kumfanyia uadilifu baina yake na baina ya ndugu zake. Wa riayatihi sihiyan wa nafsiya, na kumchunga mtoto kiafya, kumchunga mtoto katika nafsi yake. Haya yote Uislamu umeyatazama kwa upana, ukaweka haki za watoto. Waislamu lazima wazifahamu haki hizi. Pale Waislamu waliposhindwa kuzifahamu haki hizi, walipokosa kufahamu haki hizi, wakazivunja na kuziharibu haki za watoto wao. Wangapi katika sisi ambao pale walipozaliwa watoto wao waliwaadhinia? Wangapi? Wengi hawakuadhinia kwa sababu wanaishi kimazoea, hawaishi kiuislamu.
Mtoto anapozaliwa anatakiwa adhiniwe. Wangapi katika sisi pale watoto wao walipozaliwa wamewafanyia tahniki, wakawalisha tende? Wangapi katika sisi? Utakuta ni wachache katika sisi ambao wamezitekeleza haki hizi. Kwa hivyo lazima Waislamu kwenye minasaba kama hii tukumbushane, ili atakapopata mmoja wetu neema hii ya mtoto, basi atekeleze haki zake. Na miongoni mwa haki kubwa za watoto juu ya baba yake na mama yake ni wazazi kuhakikisha wanawalea watoto wao malezi yaliyokuwa mazuri, malezi ya kuwafundisha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, malezi ya kuwafundisha Qur'ani, kadhalika malezi ya kuwafundisha sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, biriayatihi, kwa kumlea mtoto wake na kumchunga mtoto wake, wa tarbiyatihi tarbiyata alislamia, na kumlea mtoto malezi ya Kiislamu, ala makarimil akhlaqi, kuwafundisha watoto tabia njema, kuwafundisha watoto akhlaqun nabii sallallahu alayhi wasallam, tabia za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Leo hii tunalalamika katika jamii yetu juu ya mmomonyoko wa maadili kwa sababu watu wengi hawawafundishi watoto wao tabia za Kiislamu. Tabia za Kiislamu zimekosekana katika jamii, na ndiyo maana jamii inalalamika leo hii. Wezi wamekuwa wengi, vibaka wamekuwa wengi, watu wanaotumia uraibu wamekuwa wengi, kwa sababu ya watu kuwalea watoto wao malezi ya Kiswahili wakaacha kuwalea malezi ya Kiislamu. Lakini kadhalika kuwafundisha adabu, kuwafundisha adabu za Kiislamu. Uislamu una adabu zake, namna gani Muislamu anatakiwa kutaadabu na adabu za Kiislamu. Kwa hivyo amfundishe mtoto wake tarbiyatan imania, malezi ya kiimani, wa taabudia, kadhalika malezi ya kiibada, wa akhlaqia, malezi ya kiakhlaqi, wa aqliya, malezi ya kiakili, wa sihia, malezi ya kiafya, wa nafsia, malezi ya kinafsi, wa ijtimaia, na malezi ya kujumuika na jamii tuliyokuwa nayo. Wal-akhdhu biyadihi ala tariqi al-istiqama, lakini kadhalika aushike mkono wake amfundishe mwanawe njia ya istiqama katika dini, kuwa na msimamo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, liyafuza aljanna, ili apate kufuzu pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wayanjua minan nar, na aokoke kutokana na moto ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha sisi ndani ya Qur'ani, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijara, enyi ambao wameamini, qu anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu na ziokoeni nafsi za familia zenu kutokana na moto, waquduha an-nas wal hijara, moto ambao kuni zake ni watu na mawe. Hawa watu ndio kuni za motoni na mawe ndio kuni za motoni. Kwa hivyo waokoeni familia zenu kwa kuwapa malezi yaliyokuwa bora, malezi ya Kiislamu. Ziokoeni familia zenu kwa kuwafundisha adabu za Kiislamu ili waokoke na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika Uislamu ukaweka ni sunna, pale atakapozaliwa mtoto basi mzazi atoe bishara njema kwa ndugu zake, jamaa zake, marafiki zake, majirani zake, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku mtoto, ili wampe pongezi na kumuombea baraka na kumuombea dua ya kheri. Hapaja nukuliwa moja kwa moja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kuna lafdhi makhsusi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameifundisha, pale atakapozaliwa mtoto basi yaseme maneno hayo kwa ajili ya kumpongeza yule mzazi na kumtakia baraka. Lakini imekuja kutoka kwa Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ya kwamba pale mmoja wetu atakapopata mtoto basi anatakiwa aombewe baraka kwa kuambiwa burika laka fil mawhubi, Allah subhanahu wa ta'ala akubariki kwenye kile ambacho umepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa shakarta alwahiba, na we umshukuru mtoaji ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa balagha ashuddahu, na umfikishe katika utu uzima, Allah amfikishe katika utu uzima wake, wa ruziqta birrahu, na Allah akuruzuku wema wake. Kwa kumwombea dua mfano wa hii, barakallahu laka fil mawhubi laka wa shakarta alwahiba wa balagha ashuddahu wa ruziqta birrahu. Hii ndio dua pale anapokuambia ndugu yako kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameniruzuku mtoto, unatakiwa kumwombea. Wangapi katika sisi tunaijua dua hii? Bali zitatoka pongezi za kawaida tu, hongera bwana umepata mtoto, lakini ipo dua ya kumtakia baraka yule mtoto. Kwa hivyo kwenye minasaba kama hii lazima sisi Waislamu tukumbushane kwamba huu ndio utaratibu wa dini yetu. Au amwambie as'alullaha an yaj'alahu mubarakan alayka wa ala ummati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na muomba Allah subhanahu wa ta'ala amfanye huyo mtoto kuwa ni mwenye kubarikiwa kwako wewe
na juu ya umma wa mtume sallallahu alaihi wasallam, awe ni mwenye baraka, atoe matunda mema katika umma wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na mfano wa hizo katika dua. Na yule aliyeombewa dua hii anatakiwa arudishe pia, amrudishie yule aliyemwombea dua hii kwa kumwambia barakallahu laka wa baraka alaika, amwambie Allah akubariki na abariki juu yako, au amwambie jazakallahu khairan wa razaqaka mithlahu, Allah akulipe khairi na akuruzuku mfano wake. Sasa sisi haya tunayafanya kweli? Sisi kama Waislamu haya tunayatekeleza? Mbona tuko mbali sana na Uislamu wetu? Na ndio maana tukaonelea kwenye minasaba kama hii lazima tukumbushane, ili watu tuishi maisha ya Kiislamu, maisha ambayo ametufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kama tulivyotangulia kutaja kwamba ni sunna kumfanyia adhana kwenye sikio lake la kulia mtoto inda wiladatihi, pale atakapozaliwa, kwa kumtamkia matamshi ya adhana kwa ajili ya sala, liyakuna awwala ma yaqra'u sam'ahu fi dunya ismullahi ta'ala, liwe jambo la mwanzo kabisa ambalo linagonga kwenye masikio yake duniani liwe ni jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, cha mwanzo kusikia kwenye masikio yake anasikia jina la Allah subhanahu wa ta'ala, wa tamjiduhu wa ta'dhimuhu, na kutukuzwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuheshimishwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika waliyatrud anhu shaytan, na ili afukuzwe, awekwe mbali shaytani na huyu mtoto. Ndio maana panaadhiniwa kwa mtoto kwenye sikio lake la kulia kwa ajili ya liwe jambo la mwanzo kusikia kwake ni jina la Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kadhalika kumfukuza shaytani akae mbali na mtoto huyu. Fa an Abi Rafi' radhiyallahu anhu qala, imekuja hadithi kutoka Abu Rafi' radhiyallahu anhu amesema, raaitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nilimuona mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, adhana fi udhuni al-Hasan ibn Ali, akitoa adhana katika sikio la al-Hasan ibn Ali, hina waladatuhu Fatima, pale alipomzaa yeye Fatima. Pale alipomzaa Fatima, Abu Rafi' anasema nimemuona mtume sallallahu alayhi wasallam akimtolea adhana al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Kwa haya ni mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam, pamoja na kwamba hadithi hii fihi maqal. Lakini al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala katika kitabu Tuhfatul Mauludi anasema, wa sirru ta'dhini, na siri ya kumtolea adhana mtoto wallahu a'lam, an yakuna awwala ma yaqra'u sam'a al-insani kalimatuhu, liwe jambo la mwanzo ambalo linalogonga katika sikio la mwanadamu liwe ni kalimatu, ay kalimatullahi jalla wa ala, liwe ni neno la Allah subhanahu wa ta'ala, almutadammina likibriyai rabbi alazim, neno ambalo lenye kukusanya utukufu na ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa adhamatihi, na utukufu wake, wa shahadatu allati awwalu ma yadkhulu biha fil islam, na jambo la mwanzo iwe ni shahada ambayo ndio ya mwanzo mtu kuingia nayo katika Uislamu. Kwa hivyo kama ilivyokuwa analakinishwa mtu wakati wa kufa kwake anatamkishwa shahada, kadhalika iwe jambo la mwanzo kusikia kwake inda wiladatihi iwe ni neno la Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ameyataja al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Na katika mambo ya msingi katika haki na hukumu mbalimbali za huyu mtoto pale atakapozaliwa, katika mambo ambayo wanayataja ahlul ilmi, la yasihhu fil iqamati fil udhuni al-mawludi al-yusra hadithun, hapajasihi hadithi yoyote kumfanyia iqama mtoto katika sikio lake la kushoto. Hadithi iliyokuja pamoja na udhaifu wake ni hadithi ambayo imetaja kufanyiwa adhana kwenye sikio lake la kulia, lakini kufanyiwa iqama hadithi haijakuja ambayo imesihi kwenye hilo. Lakini kadhalika kama tulivyotangulia kutaja kumfanyia tahniki mtoto inda wiladatihi, wakati wa kuzaliwa kwake, dhakaran kana au untha, sawa atakuwa mtoto huyo ni wa kiume au ni mtoto wa kike, atafanyiwa tahnik bitamrin, kwa kupewa tende. Mzazi ataitafuna tende, kisha baada ya hapo atampa mtoto wake ile tende, atamlisha mtoto wake, atafungua kinywa chake, kisha atamlisha katika kinywa chake, liyadkhula shay'un minha fi jawfihi, ili kiingie kitu katika hiyo tende kwenye tumbo lake. Na katika hili ahlul ilmi wanataja kuna faida sihia, faida za kiafya, lijasadil mauludi, katika kiwiliwili cha mtoto, lakini kadhalika wa taqwiyatun li'adalati famihi, kuimarisha ile misuli ya kinywa chake. Lakini wangapi tunayafanya haya, kumfanyia tahniki mtoto?
Fa'an Abi Musa, hadithi imekuja kutoka Abu Musa radhiyallahu anhu qala, anasema wulida li ghulamun, alizaliwa kwangu mimi mtoto. Faataitu bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, nikamwendea naye mtume sallallahu alayhi wasallam, nikamfuata mtume nikiwa na mtoto huyo. Fasammahu Ibrahima, mtume sallallahu alayhi wasallam akamuita mtoto huyo Ibrahim. Fahannakahu, akamfanyia tahniki bitamratin, akamfanyia tahniki kwa tende. Wadaa lahu bilbaraka, na mtume sallallahu alayhi wasallam akamwombea baraka. Hivi ndivyo ambavyo alivyokuwa akifanya mtume sallallahu alayhi wasallam pale anapozaliwa mtoto. Na imekuja hadithi vile vile an ummi almu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana yu'ta bisibyan, mtume alikuwa akiletewa watoto. Fayubaraku alayhim, anawatakia baraka. Wayuhannikuhum, kadhalika anawafanyia tahniki, anatafuna sehemu katika tende, kadhalika anawalisha watoto wale kwa ajili ya kuwatia baraka watoto wale. Lakini kadhalika katika mambo yanasuniwa ni sunna kumfanyia aqiqa mtoto fi yaumi sabi'ihi, katika ile siku yake ya saba, baada wiladatihi, baada ya kuzaliwa kwake, ile siku yake ya saba ni sunna kufanyiwa aqiqa mtoto. Ani dhakari shatani, kwa mtoto wa kiume atachinjiwa mbuzi wawili. Wa anil untha shatun wahida, na kwa mtoto wa kike atachinjiwa mbuzi mmoja. Hii ndiyo sunna ametufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa in aqa ani dhakari shatan, ikiwa atamchinjia mtoto wa kiume mbuzi mmoja, hasala aslu sunna wa ajzaahu, ile asili ya sunna itakuwa imepatikana na itatosheleza. وقد عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين. متوم صلى الله عليه وسلم aliwafanyia aqiqa al-Hasan na al-Husain radiyallahu ta'ala anhuma kwa kuchinja kondoo wawili. Mtume alichinja kondoo wawili, al-Hasan kondoo wawili na al-Husain kondoo wawili. Kadhalika imekuja katika hadithi anil ghulami shatani, mtume anasema kwa kijana wa kiume basi atachinjiwa mbuzi wawili mukafiatani, waliokuwa sawa. Wa anil jariya, na kwa binti wa kike shatun, atachinjiwa mbuzi mmoja au kondoo mmoja. Aqiqa ni kitu gani? Aqiqa ni nini? Limekuwa ni neno limezoeleka katika jamii, aqiqa, na wengine wanasema hakika. Sio hakika kwa hau au kwa hau haqiqa, inaitwa aqiqa kwa ainu. Aqiqa hiya dhabihatu allati tudhbahu lilmauludi ba'da wiladatihi. Aqiqa ni kichinjwa au mnyama ambaye huchinjwa kwa ajili ya mtoto baada wiladatihi, baada ya kuzaliwa kwake. Wa hiya sunnatun muakkada, na aqiqa ni sunna iliyokokotezwa, ni sunna iliyosisitizwa na Uislamu. Ni jambo la sunna, lakini ni sunna ambayo imesisitizwa na Uislamu. Tudhbahu shukran lillahi ta'ala ala ni'mati almauludi, huchinjwa huyo mnyama kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema ya mtoto. Pale mtu anapopata neema ya mtoto humshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuchinja mnyama. Wa qurbatan ilayhi anil mauludi, na huchinjwa kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na yule mtoto fi awwali awqati khurujihi, katika zile nyakati zake za mwanzo za kutoka kwake ila dunia. Kadhalika wa fidaan lilmaulud, na ni kutoa fidia kwa ajili ya yule mtoto. Wa rajaan lidawami salamatihi wa hifdhihi min ad-darar, lakini vile vile kutarajia kudumu kusalimika kwake huyu mtoto na kuhifadhika kwake kutokana na madhara. Wa ihsanan ila alfuqara'i walmuhtajin, lakini vile vile aqiqa hufanyika kwa ajili ya kufanya ihsani kwa mafakiri na wale watu wengine wahitaji. Kwa hivyo hii ndiyo maana ya aqiqa. Aqiqa tunachinja kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, lakini vile vile tunachinja kwa ajili ya kutoa fidia kwa yule mtoto. Tunachinja kwa ajili ya kutarajia usalama wake huyu mtoto na kumhifadhi huyu mtoto kutokana na madhara mbalimbali, lakini vile vile tunachinja kwa ajili ya kufanya ihsani kwa mafakiri, kadhalika kufanya ihsani kwa watu wahitaji. Kwa hivyo wanasema ahlul ilmi, hakuna ubaya mtu kukopa kwa ajili ya kufanya aqiqa in kana faqiran, ikiwa mtu huyo ni fakiri, hana chochote, hana uwezo, akaenda kukopa mahala pesa kwa ajili ya kufanya aqiqa. Wallahu ta'ala yughnihi min fadlihi, na Allah subhanahu wa ta'ala atamtajirisha katika fadhila zake na atamtosheleza katika fadhila zake. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala anasema
idha lam yakun indahu ma ya'uq, ikiwa hana yeye kile ambacho kitamsaidia yeye kufanya aqiqa, fastaqrada, kisha akakopa, rajautu an yukhlifa Allahu alayhi, mimi ninatarajia Allah subhanahu wa ta'ala atampa badali iliyokuwa njema. Kadhalika katika mambo ya msingi kwenye aqiqa, yushtaratu lil'aqiqa ma yushtaratu lil'udhiya, kinashurutishwa katika aqiqa kile ambacho kimeshurutishwa katika udhiya, bi an takuna min bahimatil an'am, iwe aqiqa inatokana na bahimatul an'am, wanyama hoe, wa hiya al-ibilu, naye ni ngamia, wal baqaru, kadhalika ng'ombe, wal ghanamu, kadhalika mbuzi na kondoo. Hawa ndio wanyama wanaotakiwa kufanyiwa aqiqa. Wa an tablugha sinna almu'tabara, na awe huyo mnyama amefikisha umri ambao unaozingatiwa kisheria. Wa an takuna salimatan min al'uyub allati tamna'u ijza'aha, na awe mnyama huyo amesalimika kutokana na dosari ambazo zitazuia kutosheleza kwake mnyama huyo. Kadhalika wanawachuoni wakataja zile umri ambazo zinahitajika kwa wanyama hawa ili kufikia kuweza kuchinjwa. Na katika maelezo ambayo wanawachuoni wanasema haifai kufanya aqiqa kwa mnyama ambaye ni al-awra'u al-bayyin awraha, mnyama ambaye ni mwenye chongo na chongo yake iko wazi, wala al-amya, wala mnyama ambaye ni kipofu, wala al-arja al-bayyin arjuha, wala mnyama ambaye ni kilema, ambaye kilema chake ni cha wazi kinaonekana wazi, wala al-marid, wala mnyama ambaye ni mgonjwa, al-bayyin maraduha, ambaye maradhi yake yako wazi, wala mnyama ambaye amedhoofika sana, amekonda sana. Hawa wanyama hawahitajiki kufanywa aqiqa. Kadhalika udhiya, wanyama wanaohitajika ni wale wanyama waliosalimika, walio vizuri, hawana chongo, hawana dosari, hawana aibu yoyote. Hao ndio wanyama wanaohitajika kufanywa aqiqa, na ndio wanaohitajika kufanywa udhiya. Na bora zaidi katika aqiqa an takuna min alghanam, bora zaidi katika aqiqa ifanyike kwa mbuzi na kondoo, la bil ibli wal baqar, si katika ngamia kadhalika ng'ombe. Lifi'li nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ya kitendo cha mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam tumeona alichinja kwa al-Hasan na al-Husain kondoo wawili, kuonyesha kwamba al-ghanam ndiyo bora zaidi kuliko al-baqaru wal-ibil. Kadhalika jambo bora zaidi kwenye aqiqa ni kuchinja yule ambaye ni asmanuhu, yule mnyama ambaye ni mwenye nyama nyingi, aliyenenepa vizuri, aktharuhu lahma, yule ambaye ni mwingi wao kinyama, nyama zake ni nyingi, wa akmaluhu khilqatan, na yule ambaye ana maumbile yaliyokamilika, wa ahsanuhu manzaran, na yule ambaye mandhari yake ni mandhari mazuri, na yule ambaye ni anfasuhu inda ahlihi, na yule ambaye thamani yake ni kubwa, yule ghali kabisa, thamani yake ya juu, ndiye ambaye unatakiwa kumchinja katika udhiya. Kadhalika ndiye ambaye unatakiwa kumchinja katika aqiqa. Na wanasema ahlul ilmi, dhabhu al-aqiqati afdalu min at-tasadduq bi thamaniha, kumchinja mnyama wa aqiqa ni bora zaidi kuliko ni kutoa thamani ya sadaka, kutoa sadaka ya thamani yake. Kumchinja mnyama wa aqiqa kisha akagaiwa au watu wakala ni bora zaidi kuliko kutoa thamani ya mnyama huyo. Yani kama mnyama anauzwa 200,000 mathalan, kulikoni kutoa sadaka ya 200,000, ni bora zaidi ukamnunua mnyama na ukamchinja aqiqatan. Walau zada thamanu an qimati al-aqiqa, hata kama itazidi thamani kwa kile kiwango cha al-aqiqa. Lianna nafsa adh-dhabhi, kwa sababu kule kuchinja, wa iraqata ad-dami, na kule kumwaga damu, maqsudun fiha, ndiyo makusudio kwenye aqiqa ni kule kumwagwa damu ya yule mnyama. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sema ewe Muhammad kuambia wao, hakika swala zangu mimi na kuchinja kwangu mimi na uhai wangu mimi na kifo changu, vyote hivyo ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Na sunna an tudhbaha al-aqiqatu fi al-yawm as-sabi'i min al-wilada, na sunna ni kuchinjwa yule mnyama wa aqiqa katika ile siku ya 7 tangu kuzaliwa kwa mtoto. Siku ya 7 tangu kuzaliwa kwa mtoto ndiyo sunna kuchinjwa yule mnyama. Fa in dhabha qabla as-sabi'i au ba'dahu, ikiwa atachinja kabla ya siku ya 7 au atachinja baada ya siku ya 7 fala ba'sa,
hakuna ubaya. Ikiwa mtu atachinja kabla ya siku ya 7 hakuna ubaya kwake, na ikiwa mtu atachinja baada ya siku ya 7 pia hakuna ubaya kwake, isipokuwa sunna ni kuchinja kwenye ile siku ya 7 tangu kuzaliwa kwa mtoto huyo. Imekuja katika hadithi, Mtume anasema kullu ghulamin murtahanun biaqiqatihi, kila mtoto ni mwenye kuwekwa rehani kwa mnyama wake wa aqiqa. Tudhbahu anhu yawma sabi'i, atachinjwa huyo mnyama kwa ajili ya mtoto huyo siku ya 7. Wa yuhlaqu ra'suhu, na atanyolewa nywele za kichwa chake. Wa yusamma, na ataitwa jina. Mtoto huchinjiwa aqiqa siku ya 7, hunyolewa mtoto siku ya 7 na hupewa jina siku ya 7. Namna gani tunazihesabu hizi siku tangu kuzaliwa kwa mtoto huyu? Wanasema ahlul ilmi, yuhsabu yaumul wiladati min al-ayami as-sab'a, huhesabiwa ile siku ya kuzaliwa kwake katika hayo masiku 7. Kuanzia ile siku ya kuzaliwa kwake inaanza kuhesabiwa kuanzia hiyo siku. Kuanzia hiyo siku inahesabiwa kwamba amezaliwa leo saa 2 asubuhi. Tunaanza kuhesabu kuanzia leo mpaka siku ya 7 ndio anafanyiwa aqiqa na ndio ananyolewa na ndio anapewa jina, isipokuwa akizaliwa mtoto huyo usiku wa siku hiyo. Akizaliwa usiku itaanza kuhesabiwa asubuhi ya kesho yake, ndio siku ya kwanza. Lakini akizaliwa mchana au akazaliwa asubuhi, inaanza kuhesabiwa kuanzia siku hiyo hiyo mpaka siku ya 7 ndio atafanyiwa aqiqa na ndio atanyolewa na ndio atapewa jina. Lakini akifanywa kabla ya hapo la basa, na akifanywa baada ya hapo pia hakuna ubaya. Siku ya 14 kadhalika, siku ya 21 kadhalika, na baada ya hapo ni siku yoyote. Kwa hivyo sunna ni siku ya 7, ikishindikana siku ya 7 siku ya 14, ikishindikana siku ya 14 basi siku ya 21, ikishindikana siku ya 21 basi siku yoyote kabla ya kufikia kwake kubalighi mtoto huyu. Na baadhi ya ahlul ilmi wakasema inaruhusiwa mtu kujifanyia aqiqa yeye mwenyewe katika utu uzima wake ikiwa mzazi wake hakumfanyia aqiqa. Baadhi ya ahlul ilmi wameliruhusu hilo, wakasema inafaa, la ba'sa bihi insha Allah ta'ala. Kadhalika katika mambo ambayo wanayataja ahlul ilmi wanawachuoni kwenye ibada hii ya aqiqa, kwamba mtu asikose aqiqa pale atakapoichelewa kuifanya aqiqa ile siku ya 7. Ikiwa atachelewa kuifanya aqiqa siku ya 7, basi ataruhusiwa kufanya katika siku nyingine kama tulivyotaja katika maelezo yaliyotangulia. Na wanaeleza ahlul ilmi haifai na wala haitoshelezi kumchinja mnyama wa aqiqa kabla wiladati alwalad, kabla ya kuzaliwa mtoto. Haifai na wala haitotosheleza aqiqa mtu akachinja mnyama wa aqiqa kabla ya kuzaliwa mtoto. Sasa mimi ngoja nitangulize, la hasha wakalla, hilo halipo katika sharia ya Uislamu na wala halifai jambo hilo. Sasa ikiwa mtoto atakufa kabla an yuaqqa anhu, kabla ya kuchinjiwa, amezaliwa kabla ya kufika siku ya 7 au kabla ya kufika siku ya 14 au kabla ya kufanyiwa aqiqa, akawa amefariki mtoto huyo, nini kifanyike? Au kharaja min batnihi au kharaja min batni ummihi mayita, au akazaliwa kutoka tumboni kwa mama yake hali ya kuwa ni maiti, baada nafkhi ruh, baada ya kupulizwa roho. Famin alulama man qala, wako katika wanaochuoni ambao wanasema tushra'u alaqiqatu anhu, ni sheria kumfanyia aqiqa. Ikiwa mtoto atakufa kabla ya kufikia umri wa kabla ya kuchinjiwa aqiqa, au mtoto akafa akiwa bado yuko tumboni kwa mama yake, akafa lakini tayari umeshafikia ule umri wa kupuliziwa roho, atafanyiwa aqiqa au hatafanyiwa aqiqa? Baadhi ya wanachuoni wakasema ni sheria vile vile kumfanyia aqiqa. Lakini vile vile katika mambo ya muhimu kwenye ibada hii ya aqiqa, yule atakayezaa watoto mapacha, yule ambaye atakayepata watoto mapacha, basi haitoshelezi kwake yeye kumchinja mnyama mmoja kwa ajili ya watoto hao wawili, bali kila mmoja katika hao watoto anatakiwa amchinjie mnyama wake. Kama ni watoto wa kiume wawili, basi atachinja mbuzi 4. Kama ni watoto wa kike wawili, basi atachinja mbuzi 2. Na vile vile ahlul ilmi wanaeleza kuwa inasuniwa katika aqiqa, baada ya kumchinja kwake, yale yanayosuniwa katika udhiya,
fayakulu minha, atakula katika nyama hiyo ya aqiqa, wayatasaddaqu ala alfuqara walmuhtajin, na atatoa sadaka kwa wale watu mafakiri na wale watu wahitaji. Kadhalika wayuhdi liljiran walaqarib walasdiqa, vile vile atatoa zawadi kwa watu majirani na ndugu wa karibu na marafiki. Lakini vile vile ahlul ilmi wanataja katika mambo ya muhimu kwenye aqiqa ni kutolewa ile nyama ya aqiqa matbukhatan la nai'atan, ikiwa ni yenye kupikwa na si mbichi. Bora zaidi, al-afdalu fil aqiqa, ni kutolewa ile nyama ya aqiqa ikiwa ni matbukhatan, ikiwa tayari imeshapikwa, la nai'atan, pamoja na kwamba haijakatazwa kutolewa nyama ikiwa ni mbichi. Fahadha aisar, kwa sababu kufanya hivi ndiyo wepesi zaidi. Wa fihi ziyadatun fil ihsani, na kufanya hivi kuna ziada ya kufanya ihsan, wa shukri ni'ma, na kuna kushukuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile yajuzu fil aqiqa, inafaa vile vile katika aqiqa, an tuwazza bi an yursila minha ila alfuqara wal jiran, kugawanywa ile nyama ya aqiqa na kupelekwa kwa mafakiri na majirani, wal aqarib wal asdiqa, na ndugu wa karibu, kadhalika jamaa mbalimbali. Wa an yad'uhum ilayhi fi baytihi, kadhalika kuwaita hao ndugu zake na jamaa zake na majirani zake na mafakiri, kuwaita nyumbani kwake kwa ajili ya kula hiyo nyama ya aqiqa. Wal amru fi dhalika wasi', na jambo katika hilo ni pana. Anaweza ile nyama ya aqiqa akaitumia yeye mwenyewe, au anaweza hiyo nyama ya aqiqa akaigawa tu yote, na anaweza vile vile hiyo nyama ya aqiqa akaitumia yeye, kadhalika akawagawia watu wengine, au akaita watu katika nyumba yake na watu wakala katika nyama hiyo. Haya wameyataja ahlul ilm. Kisha wanasema ahlul ilm, wa man kana indahu dhuyufun kathirun, na yule ambaye atakuwa na wageni wengi, fadhabaha akthara min shatayn, na akachinja zaidi ya wanyama wawili, ani dhakar, kwa mtoto wa kiume, au akthara min shatin anil untha, au akachinja zaidi ya mbuzi mmoja kwa mtoto wa kike, fala ba'sa, hakuna ubaya. Amepata wageni wengi, akaonelea kwamba mbuzi wawili hawawezi kutosha, au mbuzi mmoja hawezi kutosha kwa mtoto wa kike, akaona achinje zaidi ya mbuzi mmoja au achinje zaidi ya mbuzi wawili, fala ba'sa, katika hilo hakuna ubaya. Wa bihadha afta shaykhuna samahatu Sheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah ta'ala, na kwenye hili ametoa fatwa Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Kadhalika wanataja ahlul ilmi, lam yasihha fil man'i min kasri 'idham al-aqiqa 'inda at-tabkh, haijasihi kwamba eti kuna zuio katika kuvunja mifupa yule mnyama wa aqiqa, inda at-tabkhi shay'un, wakati wa kumpika huyo mnyama chochote. Hakuna chochote ambacho kimesihi katika hilo, kwamba ile mifupa yule mnyama wa aqiqa haitakikani kuvunjwa. Katika hilo wanaeleza ahlul ilmi, hapajasihi chochote. Lakin jaat fi dhalika atharun an salaf, lakini kumekuja katika hilo athari kutoka kwa salafuna salih, kutoka kwa wema wetu waliotangulia, kwamba walikuwa wakifanya baadhi yao hilo, lakini haikuja hadithi sahihi inayoonyesha kwamba hilo alilifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala alilifanya sahaba katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali wale ulama baadhi yao walikuwa wakifanya hivyo. Kwa hivyo isifanyike kwamba ni sunna kufanya hivyo, bali imekuja athari tu kutoka kwa salaf ambao walikuwa baadhi yao wakifanya hivyo. Lakini vile vile kama tulivyotangulia kutaja, yule ambaye hakufanyiwa aqiqa katika umri wa utoto, fala ba'sa an ya'uqqa an nafsihi kabiran insha, hakuna ubaya kwake yeye ikiwa atajifanyia aqiqa hali ya kuwa ni mtu mzima akitaka. Lianna al-aqiqata sunnatun muakkada, kwa sababu aqiqa ni sunna iliyosisitizwa na sharia ya Uislamu. Faqad tarakaha waliduha, na mzazi wake baba yake aliacha sunna hiyo, hakumfanyia yeye. Fashuri'a lahu an yaquma biha idha istata'a, kwa hivyo ikawekwa sharia yeye ajifanyie mwenyewe pale atakapoweza. Liumumi alahadith, kwa kuenea hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hili. Na kwenye hili afta sheikhuna samahatu Sheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullahu ta'ala, Sheikh Ibn Baz ametoa fatwa kwamba mtu inafaa kujifanyia aqiqa. Lakini vile vile yusannu tasmiyatu almawlud inda wiladatihi,
ni sunna kumpa jina mtoto wakati wa kuzaliwa kwake, au fi yaumi sabi'i, au kupewa jina katika ile siku ya 7. Wal afdalu, na bora zaidi, alla tataakhara tasmiya inda dhalika, ni kuchelewa kumpa jina kwa wakati huo. Fa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, hadithi imepokea Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu anasema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume amesema sallallahu alayhi wasallam, wulida lilailata ghulamun, alizaliwa kwangu mimi usiku fulani, alizaliwa ghulam, alizaliwa kijana. Fasammaituhu bismi abi Ibrahim, nikamuita kwa jina la baba yangu Ibrahim. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuita mtoto wake jina la Ibrahim, ambalo ni jina la baba yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa fil hadith, na katika hadithi Mtume anasema, kullu ghulamin murtahanun biaqiqatihi, kila mtoto ni mwenye kuwekwa rehani katika mnyama wake wa aqiqa. Tudhbahu anhu yawma sabi'i, atachinjiwa mtoto huyo siku ya 7. Wayuhlaqu ra'suhu, na hunyolewa nywele za kichwa chake. Wayusamma, kadhalika hupewa jina mtoto huyo. Na katika mambo muhimu na katika haki za watoto, kama wanavyotaja ahlul ilmi, jina ni unwan ya wito. Al-ismu au al-ismu unwanul musamma, jina ni anwani ya wito. Fayustahabbu ikhtiyaru ismin hasanin lilmauludi lafdhan wa ma'na, ni sunna kuchagua jina zuri, ni sunna kumpa mtoto jina zuri, lafdhan wa ma'na, kimatamshi liwe ni jina zuri katika matamshi, lakini kadhalika kimaana jina hilo liwe na maana nzuri. Usimuite mtoto wako jina baya, usimuite mtoto wako Tabu, ataishi maisha ya tabu. Usimuite mtoto wako majina ambayo yamezoeleka kwa Waswahili. Waswahili wana majina yao ambayo hayana maana nzuri kimatamshi, kadhalika kimaana. Basi usimuite mtoto wako. Ukifanya hivyo utakuwa haujampa mtoto wako haki yake, haujatekeleza haki ya mtoto wako. Wa hadha min haqqi almawludi ala walidihi, na hii ni haki ya mtoto juu ya mzazi wake. Yustahabu tasmiya bi ahabbi alasma'i ila Allah ta'ala, ni sunna kumuita mtoto kwa jina ambalo ni jina lenye kupendwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya Abdullah wa Abdurrahman, katika majina yenye kupendwa na Allah ni jina la Abdullah na Abdurrahman, kama ilivyokuja katika sunna. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema jina lenye kupendwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala ni jina la Abdullah na Abdurrahman. Thumma ma ubida lismin min asma'illahi alhusna, kisha kile ambacho kimefanywa abdu kwa jina miongoni mwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala mazuri, kama vile mtu kuitwa Abdul Aziz au Abdul Malik, hiyo ndiyo sunna. Thumma tasmiyatu bi asma'il anbiya'i war rusul, kisha kumuita mtoto majina ya manabii na majina ya mitume, kama vile kumuita mtoto Muhammad au kumuita mtoto Ibrahim. Thumma tasmiyatu bi asma'i salihin, kisha vile vile kumuita mtoto kwa majina ya watu wema, kasahaba, kama vile majina ya masahaba, watabi'in, kadhalika majina ya matabi'. Kumuita mtoto Abdurrahman, kumuita mtoto Abdul Khaliq, kumuita mtoto Muawiya, kumuita mtoto majina katika majina ya wema waliotangulia. Wala yanbaghi an yakhluwa albayt almuslim min ismin min hadhihi alasnaf, na wala haifai nyumba ya Muislamu likakosekana jina Abdullah au likakosekana jina Abdurrahman, likakosekana jina Muhammad, likakosekana jina Fatima, likakosekana jina Aisha. Nyumba ya Muislamu linakosekana jina hili, majina yaliyojaa ni majina ya tabu, majina yaliyojaa ni majina ya sikuzani, mwantumu, ambayo hayapo katika Uislamu. Haifai kwa Muislamu kuwaita watoto wake majina kama hayo. Lakini kadhalika yahrumu tasmiyatul mauludi dhakaran au untha bil asma'il muharrama shar'an, ni haramu kumuita mtoto majina ambayo ni haramu kisheria. Ni haramu kumuita mtoto majina ambayo ni haramu kisheria, kama vile kumuita mtoto Malikil Muluk, yani yeye ndiyo mfalme wa wafalme wote, au kumuita mtoto Sultanu Salatin, kwamba yeye ndiye mtawala wa watawala wote, wana mfano wake. Wal asma'u almukhtassa billahi ta'ala, na vile vile ni haramu kumuita mtoto majina ambayo yenye kujihusisha na Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile kumuita mtoto Allah, kumuita mtoto Al-Quddus, kumuita mtoto As-Samad. Kumuita mtoto majina kama hayo ni haramu kumuita mtoto majina hayo, isipokuwa ukimuita muite Abdullah, ukimuita muite Abdurrahman, ukimuita muite Abdul Quddus,
ukimuita muite Abdus Samad. Lakini vile vile ni haramu kumuita mtoto al-asmaul muabbada li ghairi Allah ta'ala, yani kumuita abdu kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano kumuita mtoto Abdul Kaaba, kwamba yeye ni mja wa al-Kaaba au mtumwa wa al-Kaaba. Kumuita mtoto Abdur Rasul, hayo ni majina ya haramu, haifai. Kadhalika ni haramu kumuita mtoto majina al-mukhtassa bil yahudi wan nasara, kumuita mtoto majina yanayojihusisha na mayahudi na manasara. Kumuita mtoto Joni, kumuita mtoto Paulo na mfano wake, ni haramu kumuita mtoto wa Kiislamu kwa majina kama hayo. Lakini vile vile yatakikana kwa Muislamu kujiepusha na majina kama vile majina ya wale watu waliokuwa waovu, waliochupa mipaka katika ardhi hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile kumuita mtoto Firaun. Yani mtu kazaa mtoto alafu anamuita mtoto wake Firaun, au anamuita mtoto wake Qarun, watu waliotakabbar katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Au kumuita mtoto wake katika majina ya mashaitani, kumuita mtoto Khinzab, yule shaitani ambaye humjia mtu katika sala, kumuita mtoto jina Khinzab ni ismu min asma'i shayatin, ni jina katika majina mashaitani. Au kumuita mtoto majina mabaya kama vile kumuita mtoto Harbun, vita, au kumuita mtoto Dhalimun, ni dhalim, ni mtu anafanya dhulma, au kumuita mtoto Asiya, ni mfanyaji wa maasiya, ni asi huyu. Haifai kwa Muislamu kumuita mtoto wake kwa majina kama hayo. Lakini vile vile katika mambo yanafaa katika Uislamu ni kumpa kuni ya mtoto, hata kama akiwa ni mtoto mdogo, kumuita Abu fulani au Abu fulana, au kumuita Ummu fulani au Ummu fulana, na hiyo ni takrima kwake yeye mtoto. Yani mtu asione ubaya kumuita mtoto wake Abu Muhammad, hakuna ubaya. Au kumuita mtoto wake Abu Fatima, hakuna ubaya. Au kumuita mtoto wake wa kike Ummu fulani, hakuna ubaya. Hakuna ubaya katika sharia ya Uislamu. Kufanya hivyo ni kumkirimu mtoto wako, lakini vile vile kumfanya mtoto wako ajihisi kuwa yeye yupo katika wale watu waliokuwa wema. Lakini vile vile ni sunna kunyoa nywele za kichwa cha mtoto wa kiume, si mwanamke, si mtoto wa kike. Sunna ile siku ya 7, sunna ni kunyolewa nywele za mtoto wa kike fil yaumi sabi baada dhabhi al-aqiqa, baada ya kuchinjwa yule mnyama wa aqiqa ni sunna kunyolewa mtoto. Walau tasaddaqa biwazni sha'rihi fiddatan fala ba'sa, na ikiwa mtu atatoa sadaka kwa uzito wa nywele zake akatoa fedha, basi hakuna ubaya. Ikiwa atatoa sadaka kwa uzito wa zile nywele zake akazipima uzito, kisha ule uzito akauthaminisha na fedha au akauthaminisha na dhahabu, kisha akatoa pesa inayolingamana na uzito wa dhahabu hiyo au fedha hiyo, fala ba'sa, hakuna ubaya katika sharia. Qad ruya anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, imepokelewa hadithi ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam lamma aqqa anil Hasani, pale alipomchinjia aqiqa al-Hasan radhiyallahu anhu, qala Mtume alisema, ya Fatimatu, ewe Fatima, ihliqi ra'sahu, nyoa nywele za kichwa chake, watasaddaqi bizinati sha'rihi fiddatan, na toa sadaka kwa uzito wa nywele zake, toa sadaka ya fedha. Kwa hivyo ikiwa atafanya hivyo, la ba'sa, hakuna ubaya. Na katika mambo muhimu baada wiladati, baada ya kuzaliwa mtoto, ni alkhitanu, ni kutahiriwa, na hiyo ni katika sunanul fitra, ni katika sunna za kimaumbile. Imekuja katika hadithi Mtume anasema alfitratu khamsun au khamsun min alfitra, mambo matano ni katika mambo ya kimaumbile. Akataja Mtume alkhitanu, miongoni mwa hayo mambo ni kutahiriwa, miongoni mwa hayo mambo ni kutahiriwa. Kwa hivyo ni wajibun ala rijal, kwa wanaume ni jambo la wajib kutahiriwa, lakini ni mukramatun fi haqqi nisa, na ni jambo lenye kupendeza kwa haki ya wanawake. Na jambo la mwisho ambalo tutamalizia mazungumzo yetu ni kwa upande wa binti wa kike. Vile vile inafaa kwake yeye, hata kama ni mtoto mdogo, kutoga masikio au kutoga sehemu ya chini ya masikio yake kwa ajili ya kuweka hereni. Hilo ni jambo linafaa katika sharia ya Uislamu, kwa sababu jambo hili lina maslaha katika haki yake, na yeye mwanamke ni mwenye kulihitajia hilo. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Haya